Tunajua wengi tumewahi sikia kuhusiana na mfungo wa Danieli kwamba Danieli alifunga siku 21, ndani ya siku 21 anapata ukombozi, anapata ushindi, wote ndivyo wana. Sasa basi kuna mambo ambayo unatakiwa uyafahamu wewe ambaye unataka kufunga mfungo huu. Jambo la kwanza unatakiwa ujifunze kitu kimoja kwamba Danieli alianza kufunga mfungo wake siku 21 kwa mwongozo wa Mungu mwenyewe. Nikimaanisha nini? Danieli alianza kufunga mfungo wa siku 21 kwa neno, aliona neno na aliona maono. Biblia inatuambia kusoma kwenye Danieli sura ya 10 mstari wa kwanza kwamba katika mwaka wa 3 wa Koresh mfalme wa Uajemi, Danieli ambaye jina lake ni Belteshaza alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa ni kweli, maana vita ni kubwa. Naye akalifahamu neno lile, akaelewa na maono hayo. Kwa hiyo Danieli alianza kufunga huu mfungo kwa sababu aliona maono au aliona neno, tunaweza kusema hivyo, akalifahamu, akalifafanua, akagundua kwamba huyu ni Mungu ndiye anayesema. Kwa hiyo kwa jambo hilo inabidi mimi kama Danieli niingie. Lakini wengi wetu huwa tunafunga mfungo kwa sababu unahisi unataka kufunga mfungo. Mfungo hatufungi kwa sababu tunahisi. Mfungo tunafunga kwa sababu tunaona Mungu amesema kwamba ufunge. Lakini ilikuwa nini sababu ya kumfanya Danieli afunge? Sababu ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya kutubu kwa makosa ambayo wana wa Israeli walikuwa wamefanya. Vizazi vyote vilivyokuwa vimepita, kuna mambo ambayo waliyafanya ambayo hayakumpendeza Mungu. Hivyo basi Mungu akawapeleka uhamishoni. Naelewa? Yes, akawapeleka uhamishoni. Mungu akawa ameenda uhamishoni. Kwa hiyo Danieli akawa anatubu kwa ajili ya yale mambo ambayo ameyafanya wale watu mpaka wakapelekea kupelekwa uhamishoni. Lakini kitu cha pili ambacho kilimfanya Danieli afunge ni kwa sababu aliona muda umepita wa wao kukaa uhamishoni. Unaelewa? Kukaa uhamishoni. Akaamua kufunga na kumwomba Mungu kwamba Mungu, tunaomba tusamehe. Anzia Danieli sura ya 9 uje sura ya 10 ndio utaelewa kwamba Mungu, tunaomba utusamehe kwa mambo yote ambayo yalikuwa yametokea, ambayo yalikuwa yamefanyika. Tunaomba utusamehe, tunaomba uturudishe kule. Kwa kilichomfanya Danieli afunge ni kwa sababu alikuwa anaomba Mungu awarudishe kwenye makazi yao. Kwa sababu Mungu anasema ikifika miaka 70 nitawarudisha kwenye mji wenu. Na ukae ukijua kwamba Mungu aliwapa Waisraeli sehemu yao wakatawale. Kama tunavyoona kwenye kitabu cha Yoshua, Mungu anamwambia kila sehemu ambapo miguu yenu itakapokanyaga nimewapa mpamiliki. Lakini pale ambapo walikuwa wamepewa kupamiliki palikuwa sio kwao tena, wakawa wameondoka, wameenda huko uhamishoni. Unaona, wameenda huko mbali, ukuta wa Yerusalemu umebomolewa, mambo hayaeleweki. Kwa hiyo Danieli akamuomba Mungu kwamba Mungu awarudishe kwao ili wajenge tena, wasimame imara. Biblia inasema mara ya mwisho utajengwa nami mara ya mwisho utajenga nami nitakujenga, kusema hata kwenye kitabu cha Hagai sura ya 1. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya kumfanya Danieli afunge. Lakini kitu kingine ambacho tunatakiwa kufahamu kwamba Danieli alifunga siku 21 sio kwa sababu alitaka kufunga siku 21, hapana, ni kwa sababu alikuwa anamuomba Mungu lakini hapokei jibu lolote. Biblia inatuambia kusoma kwenye Danieli sura ya 10 mstari wa 13, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Kwamba Danieli alianza kufunga siku ya kwanza akitegemea kwamba Mungu atamjibu, siku ya pili Mungu atamjibu, lakini Mungu hakumjibu. Mpaka zilipofika siku 21 ambayo ni majuma matatu, ndipo malaika akaja kumletea ujumbe kwamba wewe tokea ile siku ambayo ulikuwa umefunga Mungu alikuwa ameshakujibu, lakini sasa majibu haukuyapata kwa sababu nilikuwa nimezuiliwa na miroho, au niseme mizimu, sijui miroho, sijui wafalme wanaotawala. Maana kuna wafalme wa giza wa Uajemi ndio walionizuia mimi nisije kukuletea wewe majibu. Kwa nafikiri kuna mtu ambaye sasa hivi utakuwa sasa umeshaanza kupata idea kwamba kwa nini Danieli alifunga, nini ambacho kilitokea. Lakini pia kuna vitu ambavyo Danieli alivifanya kwenye mfungo wake, huo mfungo wa Danieli. Unaelewa? Kitu cha kwanza ambacho Danieli alikifanya kwenye mfungo wake ni kwamba hakula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwake, wala hakujipaka mafuta. Unaelewa? Unatakiwa ufahamu haya mambo ili ujue unaanzaje kufunga mfungo na unaishiaje. Danieli anasema hakula vyakula vitamu. Kwa kumbe kwenye mfungo huu ndio ule mfungo ambao tunakula majimbi, tunakula miogo ya kuchemsha, tunakula maharage, tunakula viazi vya kuchemsha, tunakula mboga za majani, matunda, na hatuli juisi, hatuli soda, hatuli sijui juisi za kutengeneza sijui za, hapana. Kwenye huu mfungo maji ndio juisi yetu tosha. Kwa mtu yote ambaye unatamani kufunga mfungo wa Danieli, mambo ambayo unatakiwa ufahamu
miongoni mwao ni hili hapa, kwamba Danieli hakula chakula kitamu muda wa majuma 3 yote aliyokuwa amefunga. Alikuwa amekaa pale anaendelea kufunga, anakula mamboga mboga hivyo. Kwa hiyo basi, kwa wewe ambao unataka kufunga muda wa majuma 3, unatakiwa utambue hili kwamba vyakula vitamu hakuna, nyama hakuna. Lakini lililokuja kunishtua zaidi, kipindi ambacho naanza kufahamu kuhusu fungu wa Danieli, kwamba hakujipaka mafuta muda wa majuma 3. I can't even imagine. Majuma 3 hakujipaka mafuta. Unaelewa? Maanake watu wengi sana tukiwa tunafunga ufungu wa Danieli huwa tunajipaka mafuta, unaelewa? Mtu kwamba paka mafuta ya bei rahisi. Paka mafuta ya bei rahisi. Lakini Danieli hakujipaka mafuta. Kwa kama hakujipaka mafuta, simuezi kwamba hata manukato hayakuwepo. Haisemi kwamba alikuwa haogi. Alikuwa anaoga, ila hakujipaka mafuta ndani ya majuma 3. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo unatakiwa uyafahamu kwa wewe ambao unataka kuanza mfungo wa Danieli. Unatakiwa ufahamu kwamba huu mfungo ni miongoni mwa mifungo ambao unaweza kaomba kwa ajili ya urejesho, unaweza kaomba kwa ajili ya toba, lakini pia unaweza kaomba kwa ajili ya upunguzi, lakini pia unaweza kaomba uwepo wa Mungu pamoja na wewe, unaelewa? Kwa sababu gani nasema hivi? Kwamba kama Danieli uwepo wa Mungu si kwa pamoja na yeye, asingeweza kufunga mfungo wa namna hii hapa ambayo alifunga. Kwa sababu asingejua hata kama kuna tatizo au kuna jambo. Lakini je, ni mambo gani ambayo unatakiwa kujifunza kutoka kwa Danieli tia mfungo huu? Cha kwanza kabisa ni unyenyekevu. Kama unataka kufunga huu mfungo, hakikisha kwamba moyo wako, akili yako na ufahamu wako vinanyenyekea kiasi kwamba wewe unapungua alafu Mungu anaongezeka. Ukisoma kwenye Yohana sura 3 mstari wa 3 nasema mimi nipungue wewe uongezeke. Kama vile ambavyo anaimba Boaz Danki kwamba ondoa kiburi hicho wewe, ondoa hicho kiburi kichwani kwako, ondoa yote, nyenyekea. Ndivyo ambavyo unatakiwa ujue hicho kitu. Huko cha kujifunza ili Mungu akuonekane ndani ya siku 21. Unyenyekevu ndio silaha pekee ambayo itaenda kugusa mboni ya jicho la Mungu. Mungu anasema mtu huyu ndio mtu ninayemwangalia. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 66 mstari wa 2, aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka. Umesikia? Kwa maana hiyo mtu mnyenyekevu. Kwa hiyo cha kujifunza kutoka kwa Danieli ni unyenyekevu. Kama hujaanza mfungo, mwambie Mungu akufundishe ujifunze kunyenyekea kile ambacho Roho Mtakatifu atakachokuwa anakuelekeza. Tena basi, na Danieli kipindi watu wanafunga, walikuwa hawana Roho Mtakatifu ndani yao. Roho Mtakatifu alikuwa anakaa tu juu yao, anakaa pembeni yao. Lakini sisi tumepata nafasi kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Kwa maana ndani yetu anachunguza mawazo yetu, anachunguza fahamu zetu, anaweza kutuambia kwamba hiki hapana, kile sawa, hiki sawa. Kwa ndani ya mfungo huu, kitu ambacho unatakiwa kujifunza kutoka kwa Danieli kama unataka kufunga ni unyenyekevu. Hakikisha moyo wako unanyenyekea kiasi kwamba hautaki kumuongoza Mungu, Mungu anakuongoza. Lakini kitu cha pili ambacho unatukuza kwenye mfungo huu wa Danieli ndani ya siku 21 kwa wewe ambao unatarajia kufunga siku 21 ni kujifunza kuto kukata tamaa. Danieli alianza siku ya kwanza mfungo hakujibiwa chochote. Siku ya pili hajajibiwa mpaka siku ya 21 ndio malaika anakuja kumletea ujumbe. Ngoja nikusomee. Ukisoma kwenye Danieli 10 mstari wa 12 inasema ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Unaona kwamba Danieli tangu siku ya kwanza alikuwa amejibiwa maombi yake, lakini hakupata majibu. Kwa hiyo ambapo hakupata majibu, hiyo haikumfanya Danieli akate tamaa. Ilimfanya Danieli azidi kusonga mbele kwa sababu alitaka kumsikia Mungu zaidi na zaidi. Kwa hiyo wewe ambaye unatamani kuanza mfungo wako wa Danieli, kuna mambo ambayo unatakiwa uweke kwenye kichwa chako. Ni kwamba hutakiwi kukata tamaa. Kama Mungu hajakujibu siku ya kwanza, kuna siku ya pili, kuna siku ya tatu, kuna siku ya 4, kuna siku ya 5, kuna siku ya 6, mpaka siku ya 21 Mungu anaweza kukujibu. Lakini pia hata asipokujibu ndani ya siku 21 haimaanishi kwamba yeye sio Mungu. Hapana, ni Mungu. Kwa sababu ndani ya siku 21 Mungu asikujibu. Hapana jamani, tunamwabudu Mungu ambaye anasema mara moja, mara pili kiwa mtajasikia. Hata kama hata kujibu katika ndoto, atakujibu kwenye nini? Kupitia maneno yake, unaelewa? Hivyo. Kwa hiyo na kitu kingine ambacho unatakiwa ujifunze au ufahamu kutokana na mfungo ambao Danieli alifunga ni kwamba Mungu kwanza
na saa yako baadaye. Nikimaanisha kwamba unatakiwa uenende kwa roho na si kwa mwili. Kwa sababu gani? Kwa sababu kukaa siku 21 bila vyakula vitamu inahitaji mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kama huna Roho Mtakatifu, mwili wako utakwambia, jamani, umezoea kunywa soda, hebu kunywa soda, hebu kunywa soda. Kwa hiyo unatakiwa ufanye nini? Ujifunze kwamba mwili wako sio kitu pekee ambacho kitakusaidia wewe kusurvive kwenye maisha haya, ila ni Roho Mtakatifu na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ukubali kujikana, kubeba msalaba wako kila siku na umfuate Kristo ndani ya siku 21 kama inavyosema Luka 9 mstari wa 23. Kwa wewe ambaye ambaye unatarajia kuanza huo mfungo wa Danieli. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa ujifunze, wewe ambaye unatakiwa kuanza mfungo wa Danieli, ni kwamba maombi ni kitu cha msingi. Bila maombi Mungu hawezi kujibu. Unaelewa? Kwa sababu watu wengi najua mnaelewa kwamba maombi ni kitu muhimu sana kwa Mkristo. Lakini mwingine anakuambia kwamba mimi siombi na vitu navipata. Okay, fine. Na uombi, imani yako iko wapi? Iko kwa Mungu. Unaelewa? Kwa hiyo maombi sio lazima utamke, pengine ni mawazo. Hakikisha mawazo yako ya kinywa chako, maneno ya kinywa chako, mawazo yako yanaendana na kile kitu ambacho unakifanya kwa muda huo. Kwa hiyo wewe ambaye unatarajia kufunga mfungo wa Danieli, hakikisha kwamba maombi ni kitu ambacho unatakiwa ukifanye kwa muda huo na kila wakati, kila masaa na kila majira kama nilisema. Kwa hiyo wewe ambaye unatarajia kuanza mfungo wa Danieli, hayo ndio ambao unatakiwa uyafahamu. Lakini pia kabla hujaanza mfungo, kitu cha kujifunza ni kwamba ni lazima uombee eneo husika. Tunaelewa eneo husika ambalo upo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba Danieli alipokuwa anaanza mfungo wake mpaka siku ya 21 alikuwa amejibu, lakini kilichomfanya Danieli asipate majibu yake ni sehemu aliyofuata. Kwa hiyo kabla hujaanza mfungo, kitu ambacho unatakiwa ukifahamu ni kwamba anza kuombea eneo husika. Liombea eneo husika, sehemu ambayo upo, sehemu ambayo utaenda kuhudumu. Kama ni kanisani, ombea, kwa sababu Ibilisi anajua kabisa maombi ya siku 21 ni maombi ya ushindi, ni maombi ambayo yamejaa nguvu, ni maombi ambayo yamejaa kitu ambacho unajua, yani ambacho kitabadilisha maisha yako kwa ujumla. Kwa sababu hivyo Biblia inatuambia kwamba kwa nini mfalme wa Uajemi alikuwa anamzuia Danieli, anazuia Danieli asipate majibu? Kwa sababu alijua kwamba Danieli akipata majibu itakuwa ni ufunguzi, itakuwa ni ukombozi, si tu kwa Danieli, mpaka kwa vizazi vijacho, including sisi hapa. Unaelewa? Kwa sababu maneno haya leo hii tunayatumia, tunajifunza, tunafahamu, tunaelewa, tunatambua jinsi Mungu anavyofanya. Lakini pointi yetu ya mwisho kwa siku ya leo ambacho tunatakiwa kufahamu ni kwamba Mungu yuko karibu na wewe kuliko wewe unavyodhani. Ukiwa unaanza huu mfungo, tambua kwamba uwepo wa Mungu unakuwa unaenda pamoja na wewe. Kwa sababu gani nasema hivyo? Danieli alipokuwa ameanza mfungo, kabla hata hajaanza mfungo wake, alipotia tu neno, Biblia inasema alipotia neno, Mungu alikuwa tayari ameshamjibu. Kwa hiyo tunatakiwa kujua kwamba Mungu anakuwa karibu na wewe kuliko vile unavyodhani. Jina langu naitwa Tabitha, na wapenda sana. Mungu awabariki na kuwatunza na kuongoza. Kwa wewe ambaye unatarajia kuanza mfungo wa siku 21, unatakiwa ujifunze vitu kama hivyo, ufahamu vitu kama hivyo, kwamba Danieli hakuna vyakula vitamu. Lakini pia kama unataka na wewe uwe kama Danieli, lazima ujifunze kufanya mwili wako utii, alafu roho yako ipande juu zaidi, ili wewe unapata nguvu za Roho Mtakatifu kuweza kuhimili huo mfungo wako. Bye. Kwa leo naishia hapa. Bye, see you next time.